Bwana asifiwe. Bwana ni mwema. Karibu rafiki yangu siku nyingine ambayo Mungu ametujalia kuweza kukutana tena katika siku ya leo, siku ambayo ni siku ya pekee, siku ambayo tunakwenda kupata somo lingine, somo ambalo litazidi kutujulisha habari za Yesu katika wakati huu ambao umebaki kabla ya kufungwa kwa historia ya dunia hii. Mpendwa, kama una Biblia na peni na karatasi, au kama una notebook kwa ajili ya kunoti mafungu na nukuu mbalimbali ambazo tutaziangalia katika siku ya leo, ili wakati utakapofaa uweze kuweza kumfundisha mtu mwingine, lakini pia hata wewe mwenyewe kuweka kumbukumbu katika wakati huu. Na tumshukuru Mungu sana kwa sababu ni rehema zake tu hata sasa tupo hai. Kwa hiyo tumshukuru sana kwa kuwa ametupatia tena kibali cha kuweza kusikia neno hili ambalo Bwana anakwenda kusema na sisi kupitia mimi niliye mdogo. Na tutakwenda kupata somo zuri, somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema Mungu wakili mwaminifu wa muda. Mungu wakili mwaminifu wa muda. Tutakwenda kuangalia ahadi na nyakati mbalimbali au vipindi mbalimbali ambavyo Mungu alikuwa amevisema, amevitamka na vikatokea. Tutakwenda kuangalia namna gani Mungu anapoahidi jambo, Mungu huwa anatimiza kwa wakati. Lakini pia tutakwenda kuangalia na kuhusu miaka 6,000 namna navyo Bwana atakavyokwenda kuitimiza kwa wakati. Kwa hiyo somo la leo limejikita katika sehemu hizo, namna gani Bwana anapotimiza ahadi zake, akisema huwa anasema, huwa harudi nyuma. Kwa hiyo nikupendekezee mpendwa, kama una nafasi ya kupiga magoti au una nafasi ya kuinamisha kichwa, basi unaweza ukafanya hivyo na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. Kwa kuwa mimi huku nina nafasi nzuri tu, sijabanwa na kitu chochote, basi ni vema nikipiga magoti ili nimuombe Mungu, na wewe umuombe Mungu unaposikiliza ubiri hili, popote ulipo, popote unaposikia, ili Roho wa Mungu aweze kukugusa na nami pia Roho wa Mungu aweze kunigusa, niweze kusema yale ambayo yanayompendeza Bwana. Basi karibu tuweze kupiga magoti na tuweze kumuomba Mungu. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante, jina lako litukuzwe. Tunajikabidhi kwako tena siku ya leo. Umetupatia kibali kuweza kusikiliza neno hili. Basi nipatie mimi maneno ya kusema, ili yule atakayesikia, yule atakayeona, Yesu aweze kuvutwa kwako. Lakini Yesu, tuandae wote kwa ajili ya uzima milele. Kila atakayesikia neno hili aweze kuvutwa kwako. Kila atakayetazama aweze kuvutwa kwako. Nisaidie na mimi kuweza kuishi yale ninayohubiri. Nisije nikahubiri wengine alafu mimi nikakataliwa. Msaidie msikilizaji, msaidie na mtazamaji aweze kuishi yale yote ambayo anayoyasikia na kuyatazama. Yesu, unatamani tuweze kuwepo pale ambapo wewe upo, lakini shetani hatamani. Tunaomba uwe nasi. Tunaomba utuongoze katika safari ya kwenda mbinguni. Tunaamini utakuwa nasi, na haya machache tunayaomba kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu wakili mwaminifu wa muda. Mungu wakili mwaminifu wa muda. Rafiki yangu mpendwa na mtazamaji, kaka na dada, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu wa muda. Mungu ni mwaminifu wa nini? Wa muda. Muda ambao Yesu anapokuwa anaweka katika ratiba zake, Mungu huwa anatimiza kwa kadiri alivyokuwa amejiwekea. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia misemo ni nini, tunakwenda kuangalia maandiko mbalimbali ambayo yanaonyesha namna gani Mungu alivyo mwaminifu kwa kile anachokisema. Namna Bwana alivyo mwaminifu kwa kile anachokisema. Tukianza na kitabu cha Mathayo
Mathayo sura ya 5 na lile fungu la 18, Yesu anatuambia maneno haya katika kitabu hiki cha Mathayo 5 na ule mstari wa 18. Kuna maneno mazuri ambayo Yesu anayotuambia ili tuweze kutambua namna gani yeye alivyo mwaminifu kwa kutimiza ahadi yake. Fungu la 18 anasema kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa Yesu anatuambia kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka. Kwanza anasema kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa Yesu anatuambia kwamba mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi, nukta moja katika neno lake haitaweza kutanguka au kuondoshwa mpaka yote yatakapofanyaje? Yatakapotimia. Kwa hata nukta moja ambayo hipo katika neno la Mungu, nukta, koma, kiulizo, sawa, Yesu anasema hazitaweza kufanyaje? Kuondoka mpaka yote yaweze kutimia. Maana yake kwamba Yesu anatuambia kwamba maneno yake aliyoyasema hayawezi kutanguka, hayawezi kufanyaje? Kutanguka. Tuone na kitabu cha Marko 13, Marko 13 na ile fungu la 31. Yesu anasema maneno haya 13:31. Marko anasema amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Yesu anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yake, maneno yangu, maneno yake hayatapita kamwe. Hayatapita kamwe. Tuone fungu lingine mpendo. Tuone fungu lingine kwenye kitabu cha Malaki 3 na lile sura Malaki 3 na ile fungu kitabu cha Malaki 3 na ile sura na ile mstari wa 6. Yesu anasema maneno haya, anasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Mungu anasema hana kigeugeu. Yeye akisema kwamba utakufa. Akisema kwamba utapona. Akisema kwamba mwisho hapa. Yeye hana kigeugeu. Yeye ni wakili mwaminifu. Hageuki. Leo kasema hivi, hapana. Yeye akisema amesema, akiahidi ameahidi. Waebrania 6 mstari ule wa 17. Mungu anasema jambo hili ambalo inatupasa sisi wote tuweze kujua kwamba akisema amesema. 6:17 anasema katika neno hili Mungu hakika kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika. Alitiapo kiapo katikati. Mungu anasema jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika. Mungu akisema jambo abadiliki, hageuki. Akisema nitakurehemu.
Yeye habadiliki. Ni tofauti na wanadamu. Wanadamu wao leo akisema hivi, utashangaa kesho amekugeuka, anasema kitu kingine. Sasa tuone tena na nukuu nyingine, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na ule mstari wa 17. Yakobo 1:17 anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika, kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka. Yakobo akiongoza na Roho Mtakatifu anatuambia tena kwamba huyu Baba wa mianga, huyu Baba yetu aliye mbinguni, yeye ana kigeugeu, badiliki. Akiamua kusema ndio ni ndio, hapana hapana. Hajawahi kusema leo ndio kesho hapana. Hapana, yeye akisema ndio ndio, hapana hapana. Isaya 55. Isaya 55 fungu la 10 na 11 tunapewa maneno yenye faraja kwamba Baba yetu wa mbinguni anapotamka jambo ametamka, na anapotamka basi huwa neno lile alirudi hivi. Ni lazima lije na matokeo yake. 55 fungu la 10 na 11 nasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyweshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, alitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoituma. Mungu anatuambia kama vile mvua inavyoshuka kutoka mbinguni ikainyeshea ardhi, na inapoinyeshea ardhi inapata maji, majani yanaota, miti inatoa matunda, watu wanapanda mazao, wanalima, wanavuna. Hatujai kuona mvua imenyesha alafu ikarudi juu. Mungu anasema kwamba wala hairudi huko, bali uinyweshea ardhi na kuichipuza na kuizalisha, ikampa mtu apandaye nini? Mbegu. Anasema fungu la 11, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, alitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoituma. Kwa Mungu anatuambia akisema amesema, hageuki. Akitamka jambo ametamka. Sasa tunakwenda kuona baadhi ya matamko ya Mungu kuhusu wakati ambazo Mungu alitimiza kwa wakati ule aliyokuwa amefanyaje, aliyokuwa amesema. Tutahusianisha pia na miaka 6000 ambayo Mungu ametuambia, Mungu aliyotuambia katika kitabu aliyotuambia kupitia nabii wa Mungu. Tuanze kauli ya kwanza ya Mungu. Mungu alimwambia Nuhu kwamba mvua itanyesha baada ya siku 7. Agizo Mungu alimpa Nuhu atengeneze safina. Baada ya safina kukamilika, Mungu alimwambia Nuhu aingie yeye na jamaa yake na wale wanyama 7 walio wasafi na wawili walio wachafu. Wakaingia. Walipoingia, Mungu alimwambia Nuhu baada ya siku 7 mvua itanyesha. Tuone katika kitabu cha Mwanzo 7 fungu lile la 4, Mwanzo 7 fungu la 4
fungu la 10, 12, 17. Neno la Bwana linasema 7:4 nasema, kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Kwa Mungu alimwambia Nuhu baada ya siku 7 mvua itanyesha. Akamwambia hii mvua itanyesha siku 40 mfululizo, usiku na mchana. Je, ilitimia? Mvua ilinyesha baada ya siku 7? Tuone fungu la 10. Fungu la 10 nasema, ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Fungu la 10, ikawa baada ya siku hizo 7, anasema baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Kwa mvua ilinyesha kwa wakati. Baada ya siku 7 kama nilivyosema, mvua ikanyesha. Je, hii mvua ilinyesha siku ngapi? Tukumbuke alimwambia Nuhu mvua itanyesha usiku na mchana kwa muda wa siku 40. Tuone fungu hili la 12. Fungu la 12 linasema, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Mchana na usiku. Fungu la 17, ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina ikaelea juu ya nchi. Kwa katika gharika Mungu alitimiza kauli yake aliyosema kwamba mvua itanyesha kwa siku, baada ya siku 7 mvua itanyesha. Akasema, alimwambia Nuhu mvua itakuwepo, itanyesha mfululizo usiku na mchana muda wa siku 40, na Biblia inatuthibitishia kwamba mvua ilinyesha siku 40. Kwa Mungu alitimiza kauli yake aliyofanyaje, aliyosema. Alimwambia Nuhu, akumdanganya, na mvua ilinyesha kwa siku hizo. Tuone tena na kauli nyingine ya Mungu aliyomwahidi au aliyomwambia mtumishi wake Sara, aliyomwambia Ibrahimu kuhusu mkewe Sara, kwamba Sara atapata mtoto. Katika kipindi gani? Katika kipindi cha majira aliyomtajia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18, Mwanzo 18 fungu la 10 na fungu la 10 na fungu la 14 anasema 18 anasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Anasema, kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Alimwambia Ibrahimu, kuna neno gani lililo gumu kwa Bwana la kumshinda Bwana? Akamwambia, majira nini, muhula huu nitakurudia lini? Mwakani, na Sara atapata mtoto wa kiume. Tuone, je, ilitokea? Tuone Mwanzo 21 fungu la kwanza. Mwanzo 21 fungu la kwanza nasema, Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Kwa Bwana alimjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Yaani muhula ule aliyosema Bwana alimjia Sara kama alivyosema. Hakutengua, alitimiza ahadi kwa wakati wake aliyokuwa amefanyaje, amemwambia nani? Ibrahimu. Tuone pia na Warumi 9 fungu la 9 inaeleza uaminifu ambao Bwana alimtendea Ibrahimu na mkewe Sara. Warumi 9 fungu la 9 inasema 9:9 anasema, kwa maana neno la ahadi ni hii, panapo wakati huu nitakuja,
na Sara atakuwa na mwana. Kwa hiyo Mungu alitimiza ahadi aliyomwahidi nani? Aliyomwahidi Sara na nani? Na Ibrahimu, kwa wakati aliyopanga, kwa wakati aliyosema, akupindisha. Akisema amesema. Haya, kwa hiyo hapo tumeona ahadi ya ngapi? Au kauli ya Mungu ya ngapi? Ya pili. Kauli ya Mungu ya pili aliyosema kuhusu wakati, na akatimiza kwa wakati. Tuone kauli nyingine ya Yesu. Tuone kauli nyingine mpendwa. Mungu ni mwaminifu, anatimiza kwa wakati anaosema. Hapindishi, asogezi muda mbele. Hapana, anatimiza kwa wakati ule ule. Wana wa Israeli kwenda utumwani Misri, alimwambia Ibrahimu, alimwambia nani? Ibrahimu, kwamba uzao wake wataenda utumwani wapi? Wataenda utumwani. Wataenda utumwani. Tuone kwenye kitabu cha Mwanzo 15. Mwanzo 15 mpendwa. Yaani tuone hizi nukuu ili tuwe na imani na Mungu, kwamba Mungu akisema wakati anatimiza kwa wakati, asogezi mbele. Mwanzo 15 na lile fungu la 13. 15:13 neno la Bwana linasema, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Nao watateswa muda wa miaka 400. Kauli hiyo, miaka 400. Watateswa muda wa miaka 400. Tuone, je, ilitimia? Mungu aliwatoa wana wa Israeli kwa muda ule aliyosema? Tuone kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 12. Kutoka 12 fungu la 40. Mungu anasema maneno haya kupitia nabii Musa. Anasema, Kutoka 12 fungu la 40 anasema basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Miaka 430 ndio muda waliokaa wapi? Misri. Ila walianza kuwatumikia wa Misri baada ya miaka 30. Kwa baada ya miaka 30 ndio ile miaka 400 ikaanza kuhesabiwa. Wana wa Israeli watoke kwenye nchi yao, walipoenda Misri walikaa kipindi cha raha cha kutokuwa watumwa kwa muda wa miaka 30. Baada ya miaka 30 kuisha, ndipo wakaanza kuteswa. Walianza kuteswa. Kipindi chote cha mateso yao kwa watumwa ni muda wa miaka 400. Kwa miaka 400 ilivyoisha tu Mungu akawatoa wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri. Mungu alitimiza ahadi. Matendo 7 fungu la 6. Mungu anasema hivi. Matendo 7 fungu la 6. Mungu anasema, Mungu akanena hivi ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka 400. Kwa wana wa Israeli walikuwa watumwa kwa muda wa miaka 400. Ile miaka 30 ni kipindi ambapo walikuwa wanatambuliwa na mfalme. Ila alipokuja mfalme ambaye hakuwa anamjua Yusufu, ndio walianza kuteswa. Miaka 400 ikaanza kuhesabiwa. Ilivyoisha tu Mungu akawatoa wana wa Israeli kwenye nchi ya utumwa. Haya, kuna kauli ambayo Mungu alimwambia Musa katika mapigo yale ambayo yalipigwa pale Misri. Tuone
kuhusu mvua ya mawe, mvua ya mawe kwenye kitabu cha Kutoka 9 lile fungu la 18 na fungu la 22. Kutoka 9:18 Kutoka 9:18 anasema, tazama, kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haujakuwako huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi leo. Kwa Mungu alimwambia Musa akasema, tazama, kesho wakati kama wakati huu nitanyesha mvua ya mawe. Tuone ilitimia haikutimia. 22 anasema, fungu la 22 anasema, Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Kwa Mungu akatimiza kwa wakati aliyokuwa amesema. Akurudisha nyuma, akupeleka mbele. Wakati ulipofika, Mungu alitimiza ahadi yake ya kunyesha mvua. Kwa Mungu ni mwaminifu katika kutembea na muda. Muda ukifika, anatenda tukio. Akusubiri huo kwamba umejiandaa, hujajiandaa. Anatimiza kwa wakati aliopanga yeye. Lakini pia tuone muda ambao wana Waisraeli waliotangatanga jangwani. Muda ambao wana Waisraeli walitangatanga jangwani. Wana Waisraeli walisema ni bora. Muda ambao wana Waisraeli walitangatanga jangwani, Hesabu 14 na lile fungu la 34. Tuone Hesabu 14 fungu la 33 na 34. Mungu anasema hivi, anasema 33, anasema, kisha watoto wenu watakuwa wachungaji jangwani muda wa miaka 40. Watauchukua mzigo wa uasherati wenu hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Kwa hiyo baada ya wana wa Israeli kutomwamini Mungu, na wao wakadai, wakaomba waweze kwa angalau wangefia jangwani au wangefia wapi? Misri. Mungu akawaambia mizoga yao ni watoto wao watatangatanga jangwani, sawa, muda wa miaka 40. Hata mizoga yao itakapokuwa umefanyaje? Hata mizoga yenu itakapoangamia jangwani. Je, hii ahadi, hii kauli ya muda wa kutangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40 ilitimia haikutimia? Mungu alitimiza kutimiza? Tuone 34 anasema, kwa hesabu ya hizo siku mlizozipeleleza ile nchi, yaani siku 40, kila siku kuhesabiwa mwaka, mtawachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40, nanyi mtakujua kufarakana kwangu miaka 40. Tuone ilitimia au haikutimia. Hesabu 32. Tuende Hesabu 32. Tuone, je, Mungu huwa anatimiza kwa wakati au huwa anabadilisha tu maneno? Leo kasema hivi, kesho kasema vile. Tuone Hesabu 32 na fungu la 13 anasema, na hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawatembeza huku na huku jangwani muda wa miaka 40, hata kizazi hicho kizima kilichokuwa kimefanya uovu machoni pa Bwana kikaisha angamia.
Hesabu 32 fungu la 13 inatuthibitishia kwamba kauli aliyosema Yesu, kauli aliyosema kwamba mtatangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40 hata kizazi kile ambacho kilikuwa kimemwasi kiangamie chote, kilitimia kwa wakati. Na miaka 40 ilivyoisha, wana wa Israeli walivuka ng'ambo. Watoto wa wale waliokufa jangwani walivuka wapi? Ng'ambo, wakaingia kwenye nini? Kwenye nchi ya ahadi. Mungu ni mwaminifu katika kutimiza muda. Mungu ni mwaminifu katika kutimiza muda. Hapepesi macho. Yeye akisema amesema. Arudishi nyuma. Yeye akisema ndio, hapana hapana. Akisema ni miaka 10 ni miaka 10. Akisema miaka 6 ni miaka 6. Akisema ni miaka 2000 ni miaka 2000. Hana kivuli cha kugeuka kwamba leo kasema hivi, kesho kasema vile. Hapana. Tuone na kauli nyingine ambayo Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba wataenda utumwani Babeli, na muda miaka 70 itakapoisha watarudi. Tuone, je, ilitimia kwa wakati? Kwenye kitabu cha Yeremia 25 fungu la 11, Yeremia 25 fungu la 11, neno la Bwana linasema, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Miaka 70. Fungu la 12, na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa milele. Kwa alisema kwamba taifa la Babeli litakuwa na mamlaka dhidi ya mataifa mengine, kuwafanya watumwa kwa muda wa miaka 70. Wana wa Israeli wataenda kule utumwani kwa muda wa miaka 70. Na baada ya miaka 70 Mungu ataiadhibu taifa lile la Babeli na kuacha watu huru. Je, ilitimia kwa wakati? Haikutimia. Tuone katika kitabu cha Daniel. Tusome kwanza Yeremia 29 fungu la 10. Yeremia 29 na hili fungu la 10. Neno la Bwana linasema 29:10 anasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Kwa aliwaambia wana wa Israeli kwamba atawarudisha baada ya miaka 70 kutimia. Je, ilitimia? Tuone Daniel 9 fungu la 2. Daniel 9 fungu la 2, tuone, je, Mungu alitimiza ahadi yake au hakutimiza, ili na sisi tujifunze kwamba huyu baba yetu wa mbinguni, hii miaka 6000 aliyosema ana maana yake. Fungu la Daniel 9 fungu la 2 nasema au tuanze fungu la kwanza. Nasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuero wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo. Fungu la 2, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu na alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Fungu la 3, nikamwombolezea Bwana Mungu uso wangu, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi na duha pamoja na kufunga
na kuvaa nguo za magunia na majivu. Neno la Bwana linatuambia kwamba wakati miaka 70 ilipokuwa inakaribia kutimia, Bwana alitoa uvuvio kwa Daniel ya kusoma vitabu. Ndipo akagundua kwamba miaka ile 70 ilikuwa inakaribia kutimia. Ndipo Daniel akaanza kupiga magoti, kuomba, kuungama dhambi zake yeye na taifa gani? Na taifa la Israeli kwa ujumla. Na tunakuja kuona miaka 70 ilivyotimia tu, wana wa Israeli walitolewa wote, wakarudi kwenye nchi yao. Kwa Mungu akisema amesema, habadilishi. Akisema ndiyo ni ndiyo, akisema ni 70 ni 70, akisema ni 6 ni 6. Ana kigeugeu hata kidogo. Tuone na kauli nyingine ambayo Mungu alimwambia Daniel kuhusu majuma 70. Katika kitabu cha Daniel 9 fungu hili la 24 anasema, muda wa majuma 70 umeamriwa kwa watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutiwa muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Tunaona katika kipindi hiki cha majuma 70 ambayo ilikuwa ni sawasawa na miaka 490 tangu wana wa Israeli walipopewa ruhusa ya kwenda katika nchi yao kujenga ule mji upya tena mwaka 457 BC. Tunaona kuna vipindi ambavyo vilikuwepo hapa ambavyo vilitimia kwa wakati. Ule ukuta ulimalizika kwa wakati. Masihi alizaliwa kwa wakati. Yesu alibatizwa kwa wakati. Alisulubiwa kwa wakati. Tuone. Yesu, yani Mungu kila kitu ameweka katika ratiba. Kila kitu Mungu amekipangilia kwenye ratiba kulingana na muda. Muda huu ukija inakuja hii, ikitoka hii inakuja hii. Mungu ameweka kila kitu kwenye kwenye ratiba. Tuone Luka 22. Luka 22 na fungu hili la 22. Luka 53 anasema kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Yesu anasema, alikuwa anawaambia wale watu walioenda kumkamata, kila siku alikuwa nao hekaluni, lakini walikuwa hawamkamati. Kwa nini? Saa yake, muda wake iliyopangwa ili aweze kukamatwa ilikuwa haijafika. Muda wake ulivyofika, Yesu alikamatwa. Haya. Kwa Yesu alikamatwa kwa wakati uliopangwa na mbingu. Tuone kifo cha Yesu. Luka 23 fungu la 44 hadi 40 na 44. Luka 23:44 hadi 46 anasema, hapo ilipokuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua likapungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu alikufa saa ngapi? Saa 9. Wakati ambapo dhabihu ya jioni ilikuwa inapaswa kutolewa. Kwa hiyo kama vile Mungu alivyotoa maelekezo kuhusu ibada ya jioni, ndivyo Yesu alivyofuata. Saa 9 ndani Yesu akafa.
Kwa Yesu alikufa kwa wakati. Yesu alikamatwa kwa wakati. Mpendwa, Yesu alizaliwa kwa wakati. Yesu alibatizwa kwa wakati. Hakuchelewa wala kuwahi. Wakati ulipofika Yesu alibatizwa. Yesu alikamatwa kwa wakati. Yesu alikufa kwa wakati. Tuone jua kupoteza nuru yake. Je, nayo ilitokea kwa wakati au ilitokea tu ghafla? Tuone Luka 23 hapa tumeona kwamba jua 23 hapa nasema, Luka 23 fungu la 44 anasema, hata hapo ilipokuwa yapata saa 6 kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Kwa kulikuwa kuna giza juu ya nchi tangu saa ngapi? Tangu saa 6 hata saa 9, yani saa 9. Sasa tujiulize, je, ilishatabiriwa kwamba saa 6 mpaka saa 9 kutakuwa kuna giza? Tuone kitabu cha Amos 8 fungu la 9. Amos 8 fungu la 9. Mungu ni wa ratiba. Mungu ni wa ratiba. Afanyi mambo yake tu hivi hivi. Yaani aendeshi tu nini mambo yake tu ovyo ovyo kwamba leo anaendesha mambo yake kulingana na ratiba. Kwamba wakati huu ni jambo hiki, wakati huu ni jambo hili. Tuone 8:9. Amos 8:9 anasema, tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri. Tarudia. Tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Kwa Mungu hata tukio la jua kupoteza nuru yake kwa tukio la Yesu kusulubiwa ilitokea saa 6 mchana mpaka saa 9 alasiri. Tayari mbingu ilisharatibu kwamba jua itapoteza nuru yake wakati wa adhuhuri, wakati wa nuru ya mchana. Mbingu ilishaweka kwenye ratiba. Kwa mbingu inatembea na ratiba. Mungu ni wa ratiba. Hafanyi mambo yake ovyo ovyo tu kama sisi tunavyofanya. Mungu ni wa ratiba. Mambo yake ameyapanga kwenye ratiba. Sio mbabaishi. Hageuki. Yuko smart. Tuone Yesu Kristo kukaa kaburini. Mathayo 16. Mathayo 16 fungu la 21. Yesu alisema atakaa kaburini siku ngapi? Siku 3. Siku 3. Mathayo 16 fungu la 21. Neno la Bwana linasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Siku ya 3 kufufuka. Je, Yesu alikaa kaburini siku ngapi? Twende Mathayo 12 fungu la 40 anasema, Mathayo 12 fungu la 40, alitoa unabii. Yesu alitoa unabii wa yeye kukaa kaburini muda wa siku ngapi? 3. Tuone. Anasema kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Yesu alitoa utabiri wa yeye kukaa katika nini? Katika ardhi. Kukaa kaburini muda wa siku ngapi? 3 mchana na usiku.
Mungu anaenda na ratiba. Sisi ndio wabovu katika kutimiza ratiba zetu. Tunapanga, tunapangua. Ila yeye ni akisema amesema. Tuone Luka. Tuone na Yohana sura ya 2 fungu la 19. Yohana sura ya 2 fungu la 19 nasema, Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Hakuwa anazungumzia hekalu la mwili wake, kwamba yeye kwa muda wa siku 3 atalisimamisha, atafufuka. Aliwaambia kwamba kwa siku 3 atalisimamisha, atafufuka. Je, ni kweli au Yesu alidanganya? Alifufuka siku 4, baada ya siku 4, au alifufuka baada ya siku 2? Tuone. Mathayo ni Luka 24 na ile fungu la 46. Luka 24 na fungu lile la 46 anasema, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Kwa hiyo Yesu baada ya kufufuka akawa anawakumbusha hawa majamaa, hawa wanafunzi wake waliokuwa na shaka kuhusu ufufuko wake. Aliwakumbusha kwamba ndivyo ilivyoandikwa kwamba Yesu Kristo Masihi atakufa na baada ya siku 3 atafufuka. Kwa Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Kwa Ijumaa saa 9, Jumamosi yani Sabato, Jumapili siku ya kwanza ya juma alfajiri na mapema, muda wa siku 3 Yesu alifufuka. Alikaa kaburini siku ngapi? 3, akafufuka. Kwa Mungu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi. Ababaishi. Akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana, akisema ni miaka 5 ni miaka 5, akisema ni miaka 6,000 ni miaka 6,000. Ageuki. Wenda sisi ndio tuwe na shaka na yeye. Sisi ndio tuwe na nini? Na shaka na yeye. Haya, Roho Mtakatifu, kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Yaani tuangalie vithibitisho kwamba ili tuweze kuwa na imani na hii miaka 6,000, tuone kumwagwa kwa Roho Mtakatifu ilitokea kipindi gani? Je, ilitokea kama ilivyokuwa imepangwa? Tuone kitabu cha Matendo sura ya 2. Matendo sura ya 2. Pendwa, fungua nami kitabu cha Matendo sura ya 2 na lile fungu la kwanza na la 2. Matendo sura ya 2 fungu la kwanza na la 2. Neno la Bwana linasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Pentekoste inamaanisha ni 50. Hata ilipotimia siku ya 50, walikuwa wote mahali pamoja. Fungu la 2. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa pepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, hata ilipotimia siku ya 50. Sasa hii siku ya 50 ilitabiriwa wapi? Au ni wapi ambako Mungu alitoa agizo kuhusu siku ya 50, kuhusu siku ya Pentekoste? Tuone kwenye kitabu cha Walawi 23. Walawi 23 na lile fungu la 15 na 16. Tuone ni wapi ambapo Mungu alitoa agizo. Siku ya Pentekoste ilipokuwa inatimia, kulikuwa kunatokea tukio. Walawi 23 fungu la 16, fungu la 15 na 16 nasema,
nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato. Tangu siku hiyo mlio uleta mganda wa sadaka ya kutikiswa zitatimia Sabato 7. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7 mtahesabu siku 50. Mtahesabu siku 50. Yaani hiyo 50 kule kwenye Matendo ya Mitume wao wameweka Pentekoste. Kwa hiyo hata huku ingeandikwa Pentekoste. Kwa wana wazee waliagizwa kwamba wahesabu majuma 7. 7 mara 7 unapata 49. Walitakiwa kuongeza siku moja. Kwa hiyo 49 jumlisha moja inatimia 50. Kuna maagizo ambayo Mungu alikuwa amewaambia wayatende. Anasema, nanyi mtamsogezea Bwana sadaka ya unga mpya. Ilipofika siku ya Pentekoste, siku ya 50, Roho Mtakatifu alishuka kwa wakati. Akushuka nyuma wala mbele. Ilipotimia 50 tu pap, Roho Mtakatifu akamwagwa kwa wakati. Kwa Mungu ni wa wakati. Mungu ni wa wakati. Tuone na mateso ya kanisa la Smirna. Mungu alisema watakuwa na mateso muda wa siku 10, yani miaka 10. Tuone itimia au haikutimia. Ufunuo wa Yesu Kristo au ufunuo wa Yohana sura ya 2 na lile fungu la 10 nasema, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Nawe nasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Waliambiwa watakuwa na dhiki, watakuwa na mateso muda wa miaka 10. Na mateso haya tunaona yalianza mwaka 303 mpaka mwaka 313 neti. Haikuanza mwaka 302 au mwaka 300, iliisha kwa muda, ilianza kwa muda, ilianza kwa muda, iliisha kwa muda. Miaka 10 neti. Mungu alitimiza ahadi yake. Mungu alitimiza ahadi yake. Je, miaka 1260 ilianza kwa wakati, iliisha kwa wakati. Mwaka 538 AD na mpaka mwaka 1798 AD. Haikupungua, haikuzidi. Miaka kamili. Mungu anacheza na ratiba yake. Sisi kama hatutaki kujiandaa, sisi tutaachwa. Mungu yeye atasonga mbele na ratiba yake aliyoweka. Kama sisi hatuna imani na yeye atatekeleza. Siku 2300, siku 2300 ilianza kipindi gani? Ilianza mwaka 500, ilianza mwaka 457. Tunaona ikasafiri mpaka mwaka 1844 neti. Ikaisha. Toka 457 katikati hapa Mungu alikuwa anacheza na ratiba. Ikitoka hiki inaingia hiki, ikitoka hiki inaingia hiki, ikitoka hiki inaingia hiki, ikitoka hiki inaingia hiki. Mpaka mwaka 1844 neti. Siku 2300 ikakoma. Mbingu ikaanza ratiba nyingine. Ratiba gani? Ya Yesu kuingia patakatifu patakatifu. Yesu aliingia patakatifu kwa muda. Kwa mbingu haitanisubiri mimi ambaye sijajiandaa eti isogeze muda wake mbele. Hapana. Kama sijajiandaa, mimi sijajiandaa. Mbingu itatekeleza ratiba yake. Sasa Mungu anasemaje kwenye kitabu hiki cha Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3 na lile fungu la kwanza la 11. Tuone Mungu anasemaje. Mungu anasemaje? Mungu yeye anaenda na ratiba. Anaenda na ratiba.
Mhubiri sura ya 3 fungu la kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mungu anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Yaani kila kitu Mungu amekipangilia. Ukombozi wa mwanadamu umepangiliwa katika ratiba. Ikitoka hiki inafuata hiki, ikitoka hiki inafuata hiki. Fungu la 11 nasema, fungu la 11 nasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ili kwa jinsi wanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake. Tuone fungu la 17 anasema, nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki na wasio haki, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kila kazi. Sehemu ya mwisho nasema, kwa kuwa kuna wakati huko kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Mungu anasema hivi. Kwa Mungu ababaishi. Yeye amepanga ratiba yake. Amepanga ratiba yake. Mhubiri 8:5-6. Mhubiri sura 8 fungu la 5 na 6 nasema, aishikie amri hata jua neno baya, na moyo wa mwenye hekima ujua wakati na hukumu. Rudia hili fungu. Aishikae amri hata jua neno baya, na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Fungu la 6. Kwa maana kwa kila shauri kuna wakati na hukumu, kwa sababu mashaka ya wanadamu yaliyo juu yake ni makubwa. Kwa hiyo Mungu anasema kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake. Ameweka kila kitu katika ratiba yake. Wakati Mungu ameweka tayari. Sasa hii dunia nayo ina wakati wake wa kuishi. Hii dunia ina wakati wake. Dhambi kutawala dunia hii ina wakati wake ambao Mungu ameruhusu iweze kuwepo, dhambi iwepo hapa duniani. Kwa hiyo sasa tuangalie sehemu ya pili ya upili hili ambayo tunakwenda kuangalia sasa hii miaka 6000 ambayo Mungu amesema kupitia nabii. Je, ni kweli au ni uongo? Au Mungu anatania? Mungu atanii. Mungu atanii. Mungu anachokimaanisha ni anakimaanisha. Mungu atanii. Sasa baada ya Lucifer kutenda dhambi juu mbinguni, Lucifer alificha kusudi lake. Hata malaika watakatifu, hata malimwengu yote hawakuweza kufahamu lengo la shetani ni nini hasa. Kwa shetani alikuwa anaendesha ajenda zake kwa siri sana. Hata mbingu, viumbe watakatifu hawakuelewa. Kwa mbingu iliona isimwangamize nani? Shetani. Impatie muda. Kwa mbingu ikatoa muda kwa ajili ya shetani adhihirishe tabia yake. Malimwengu yote, viumbe wote wa Mungu wajue ukweli, nani ni muongo na nani ni mkweli. Kwa mbingu ilitoa muda. Sasa tunakwenda kuangalia huu muda ambao mbingu ilitoa ni muda upi? Ni muda upi? Sasa hem tuanze kuona namna nabii wa Mungu anavyoeleza jambo hili
katika kitabu hiki cha Pambano Kuu tuone nabii wa Mungu anavyoeleza. Nabii wa Mungu anaeleza kwenye kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 411, maneno ya juu hapa anasema kuna maneno ya katikati hapa anasema, kwa hiyo ilipasa dhihirike mbele ya wakazi wote wa mbinguni na mbele ya sayari zote kuwa serikali ya Mungu ilikuwa ya haki, sheria yake ilikuwa kamili. Shetani alitengeneza mazingira yaliyoonesha kana kwamba yeye mwenyewe alikuwa akipambania ustawi wa ulimwengu wote. Tabia halisi ya Ibilisi na lengo lake halisi ilikuwa lazima vieleweke kwa wote. Ilipasa pewe muda ili ajifunue mwenyewe kwa kazi zake ovu. Kwa mbingu inasema ilitakiwa sasa Ibilisi, Shetani, apewe muda ili tabia yake halisi iweze kujulikana. Kwa hiyo nasema ilipasa apewe muda. Apewe muda. Na huu muda ndio muda ambao ukiisha, Shetani atakuwa mwisho wake hapo, na dhambi itakuwa mwisho wake hapo. Kwa Shetani alificha kila kitu, akaonekana yeye ni nani? Ni wa haki. Kwa Mungu akampatia muda. Tuone na nukuu nyingine kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa wa 558. Nabii wa Mungu anasema kusudi la Mungu ilikuwa ni kuweka mambo katika kusudi la milele na katika anasema kusudi la Mungu ilikuwa ni kuweka mambo katika kusudi la milele na katika baraza la mbinguni. Iliamriwa kwamba lazima Shetani apewe muda apewe muda kuendeleza msingi wa serikali yake, kwa sababu yeye alidai kwamba utawala wake, mamlaka yake yatakuwa bora kuliko mamlaka nani? Ya Mungu. Kwake kutakuwa kuna sheria nzuri kwa wote. Kwa hiyo Mungu akampatia muda ili wakazi wote wa mbinguni, malimwengu yote watambue tabia halisi ya Shetani. Kwa hiyo Shetani alipewa muda. Je, tujiulize, muda ambao Shetani aliopewa anafahamu? Wale malaika waovu ambao alitoka nao kule juu mbinguni, je, na wao wanajua muda huo? Twende kitabu cha Mathayo 8:29. Mathayo 8:29, tuone je, hawa malaika waovu wanatambua muda waliopewa, muda wa kudhihirisha tabia zao? Tuone Mathayo 8:29 nasema 8:29 nasema, natazama wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hiyo mapepo yanafahamu muhula wao waliopewa, wanafahamu vizuri. Kwa Yesu alipoenda kuwashughulikia wao, wakadhani kwamba Yesu anaenda kuangamiza milele. Ndio wakamuuliza, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kumbe wanajua kabisa kwamba kuna muhula wao wa kuteswa. Sasa haya ni mapepo, malaika waovu. Tuone mkubwa wao. Kitabu cha Ufunuo 12:12. Ufunuo 12:12. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo shangilieni, henyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi
ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa hana wakati mchache tu. Kwa Ibilisi na yeye Shetani mwenyewe anajua kwamba ana wakati mchache tu. Alionao wanafahamu kwamba wana muhula waliopewa. Shetani na yeye anajua muhula wake. Hawezi kujua kwamba ana wakati mchache ikiwa hajui muda aliopewa. Kwa hiyo anafahamu. Sasa tunaweza tukajua, je, huyu Shetani alipewa muda kiasi gani wa kuitesa hii dunia, wa kudhihirisha tabia yake? Tuanze kuchunguza. Sisi Waadventista wa Sabato, sisi ni watu wa Beroe, watu wachunguzaji. Tuone ni kipindi gani ambapo Mungu amempa Shetani adhihirishe tabia yake hapa duniani. Na tuanze kwenye kitabu cha Isaya 46 fungu la 9 na 10. Ukisoma kitabu cha Isaya 46 fungu la 46 fungu la 9 na 10, Mungu anasema maneno haya ya kutujenga. Anasema fungu la 9 na 10, anasema kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Fungu la 10, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa Mungu anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa inatakiwa tujue mwisho wa miaka aliyopewa au wa muda aliopewa Shetani kwenye kitabu cha Mwanzo, kwa sababu maangamizo ya Shetani tunayaona kwenye kitabu cha mwisho. Kitabu gani? Cha Ufunuo sura ya 10 na ngapi? Sura ya 20. Sura ya 20 tunaona maangamizo ya nani? Ya huyu Ibilisi. 20 fungu la 10, neno la Mungu linasema, na yule Ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hapa tumeona mwisho kwenye kitabu cha Ufunuo, kuangamizwa kwa Shetani. Kwa hiyo mwanzo wa miaka au mwisho wa miaka au mwisho wa muda ambao Shetani amepewa wakati atakapoangamizwa, ni lazima turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo ndipo Mungu alitangaza mwisho. Anasema nami nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo inatakiwa turudi kitabu cha Mwanzo tujue mwisho wa Shetani ni kipindi gani. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo sio sehemu zote, sio sura zote. Inatakiwa turudi Mwanzo 1, Mwanzo 2 katika juma la uumbaji. Ndipo tunagundua kwamba wakati ambapo Shetani alipewa, Mungu aliumba mbingu na nchi kwa muda wa siku ngapi? Kwa muda wa siku 6. Na siku ya 7 Mungu alipumzika. Kwa hiyo katika siku ya kwanza mpaka siku ya 6 na kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7, hapa ndipo muda ambao Shetani alipewa ili aukomeshe, ili aonyeshe tabia yake. Tunaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na fungu la 9 na 10, Mungu anasema maneno haya. Fungu la 9 na 10 anasema Kutoka, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako
wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Fungu la 11. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Sasa tunapata mpango wa Shetani kudhihirisha tabia yake duniani na mpango wa kumtoa mwanadamu dhambini. Mpango wa kurudisha tabia ya Yesu iliyopotezwa na Shetani katika bustani ya Eden kwa mwanadamu tunaipata katika juma la uumbaji. Tunaipata katika mpango wa siku 7. Siku ya kwanza mpaka siku ya 6 Mungu alifanya kazi. Siku ya 7 Mungu hakufanya kazi, alipumzika, alistarehe. Kwa hiyo Shetani na yeye, hii dunia amepewa muda wa siku 6. Sasa muda wa siku 6 kivipi? Twende kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 fungu la 8. Shetani amepewa muda wa siku 6 kuweza kudhihirisha tabia yake. Kwa hiyo hatavuka hizo siku ngapi? Hatavuka hizo siku 6. Mungu ni mwaminifu, anaposema shauri lake linasimama. Hata geuza maneno yake, hana kigeugeu, abadilishi. Akisema amesema. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 8 anasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Mungu anatuambia kwake siku moja kwetu sisi ni miaka 1000, na kwetu sisi huku miaka 1000 kwake ni siku ngapi? Ni siku moja. Kwa hiyo Shetani mbinguni amepewa muda wa siku 6 kudhihirisha tabia yake. Sisi huku duniani Mungu amempatia miaka 6000 kudhihirisha tabia yake, ili wewe na mimi tuchague kilicho sahihi tuchukue, kilicho kiovu tuache. Kwa Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6, alifanya kazi kwa siku 6. Shetani na yeye kapewa muda wa siku 6 adhihirishe tabia yake. Malimwengu yote, malaika watakatifu wote wajue kwamba Shetani ni mwongo. We na mimi tujue kwamba Shetani ni mwongo. Kwa hiyo huku kwetu duniani ni miaka 6000. Miaka 6000. Kwa hiyo katika mpango wa kumkomboa mwanadamu kutoka katika mikono ya Shetani, Mungu aliweka muda wa juma moja, siku 7. Kwenye hizi siku 7 kuna siku 6 za Shetani kufanya kazi. Siku ya 7 baada ya hizi siku 6, siku ya 7 mbinguni ni Sabato takatifu. Hiyo Shetani hata kanyaga, hata igusa. Kwa nini? Kwa sababu ni takatifu. Yesu alipokuwa hapa duniani, alipoangikwa msalabani, alikufa mapema ili watu wasilinajisi Sabato. Kwa Yesu aliheshimu Sabato. Shetani na yeye ni lazima aiheshimu bila kupenda. Kwa Shetani hatagusa siku ya 7. Hatagusa. Kwetu sisi huku duniani tumepewa muda wa miaka 6000. Mwaka wa 7, mwaka wa 1007 Shetani hatagusa. Hata kanyaga mwaka wa 7, ni Sabato. Watakatifu wanatakiwa wawepo mbinguni. Kwa hiyo tumeona Shetani kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 6000 alikuwa anafanya kazi ya kudhihirisha tabia yake.
na mbingu ilidhihirisha, na mbingu, malaika wote watakatifu mpaka sasa tayari wameshajua kwamba shetani ni mwongo, Mungu ni nini? Ni wa ukweli. Hata wewe hapo anapokushawishi kwenda kuzini, kwenda kuiba, unajua kabisa kwamba unadanganywa, lakini ufanyeje? Nguvu ya kushinda dhambi hamna. Unajua kabisa kwamba shetani ni mwongo. Kwa shetani hatavuka mwaka 6000. Hatavuka. Kwa kwetu sisi ni miaka 6000 ndipo shetani atafanya kazi. Mbinguni ni siku 6. Siku ya 7 Sabato takatifu. Kwa wale wote ambao wanaitunza Sabato sasa hivi kwa uaminifu, wataamini na wanatakiwa waamini kwamba shetani hatavuka mwaka wa 6000. Shetani hata kanyaga, hata najisi Sabato. Tusome Waebrania 4. Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4. Tuone. Waebrania sura ya 4 fungu la Waebrania sura ya 4 fungu la 4 tuanze, nasema kwa maana amenena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya 7 akaziacha kazi zake zote, na hapa napo hawataingia rahani mwangu. Fungu la 6, basi kwa kuwa neno hili limebaki kwao, wako watu watakaoingia umo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Anasema ameweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yangu, msifanye migumu mioyo yenu. Fungu la 8, basi maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingelinena siku nyingine baadaye. Fungu la 9 nasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sabato inayozungumziwa hapa ni Sabato ya mbinguni. Sabato itakayofanyika mbinguni baada ya miaka 6000 kuisha. Kwa tunaambiwa imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sasa hii Sabato itaanza kipindi gani? Ni baada ya miaka 6000 kuisha. Tuone nabii anavyosema kwenye kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 426. Nabii wa Mungu anasema, na ile aya ya kwanza, 426 aya ya kwanza, anasema pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo limekuwa likipiganwa kwa takriban miaka 6000 linakaribia kufungwa. Kwa hiyo nabii anasema pambano kuu ambalo kati ya Shetani na Kristo ambalo limekuwa likipiganwa kwa takriban miaka 6000 linakaribia kuisha. Nukuu ya kwanza hiyo kuhusu miaka 6000. Aya ya 8 sura ya 8 ukurasa wa 8 na ile aya ya 2, nabii wa Mungu anasema, kwa miaka 6000 yule mdanganyifu ambaye wakati fulani aliwahi kuwa katika nafasi ya juu kuliko wote miongoni mwa malaika wa mbinguni, miongoni mwa malaika wa Mungu, amejielekeza kikamilifu kufanya kazi ya udanganyifu na uwaji. Nabii wa Mungu anasema kwa miaka 6000. Kwa miaka 6000 yule mdanganyifu ambaye wakati fulani
aliwahi kuwa katika nafasi ya juu kuliko wote miongoni mwa malaika wa Mungu, amejielekeza kikamilifu kufanya kazi ya udanganyifu na uuaji. Kwa shetani atadanganya hii dunia, atatekeleza mauaji kwa muda wa miaka 6,000. Kwa muda wa miaka mingapi? 6,000. Tuone nukuu nyingine. 455, ukurasa wa 455 na aya ya kwanza kabisa. Nabii wa Mungu anaambiwa hivi na Mungu, ambao sasa leo tunaambiwa wewe na mimi, mimi. Aya ya kwanza nasema, maneno katikati nasema, pepo wanakataa uungu wa Kristo na wanamweka muumbaji katika daraja lao. Hivyo katika joo jipya, mwasi mkuu anaendesha vita vyake dhidi ya Mungu iliyoanzia mbinguni, na miaka 6,000 ameendelea kuifanya duniani. Kwa nukuu nyingine hiyo wa miaka 6,000. Haya. 543 haya ya pili, nabii wa Mungu anasema, 543 haya ya pili, nabii wa Mungu anasema haya ya pili, anasema, kwa miaka 6,000 kazi ya shetani ya uasi imetetemesha dunia. Kazi ya shetani imetetemesha dunia kwa miaka 6,000. Ameufanya ulimwengu wote ukiwa, na ameipindua miji yake yote, na akuwafungulia wafungwa wake waende kwao. Kwa miaka 6,000 nyumba yake ya gereza imepokea watu wa Mungu, na angeendelea kuwaweka kifungoni milele. Lakini Kristo alizikata kamba zake na kuwaweka huru. Nukuu nyingine hiyo, miaka 6,000. Tuone ukurasa wa 554 haya ya pili. Haya ya pili anasema, kazi ya shetani ya uharibifu imefikia kikomo milele. Sasa hapa kwamba shetani sasa hana uwezo tena wa kumdanganya nani? Mwanadamu. Ndio maana nabii anasema kazi ya shetani ya uharibifu imefikia kikomo milele. Kwa miaka 6,000 ametekeleza mapenzi yake, akiijaza dunia kwa misiba na kuleta huzuni katika ulimwengu wote. Kwa hiyo tunaambiwa shetani atatekeleza au yaani baada ya dhambi kuisha, nabii wa Mungu anasema kwamba shetani shughuli zake zote ilichukua muda au itachukua muda wa miaka 6,000. Kwa hiyo sisi wanadamu tulio duniani, Mungu ametupatia miaka 6,000. Hapa duniani shetani kapewa kazi ya kutudanganya na yeye mwenyewe kujidanganya kwa muda wa miaka 6,000. Mbinguni ni sawasawa na siku 6. Sasa mbinguni ili itimie siku 7, hiyo siku ya 7 ni siku ya Sabato. Kwa wakati mbinguni kuna Sabato, huku duniani inatakiwa itimie miaka 7,000, ambapo hii miaka 7,000 ni siku takatifu, ni mwaka takatifu, haitakiwi kuguswa. Kwa baada ya miaka 6,000 shetani hata ruhusiwa kuinajisi Sabato. Hata ruhusiwa kuinajisi Sabato. Baada ya miaka 6,000 kuisha, nini kitatokea? Sasa hii miaka 6,000 imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni miaka 4,000, sehemu ya pili ni miaka 2,000. Tuone nabii wa Mungu anavyoeleza kwenye kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 271. Miaka 4,000 ilitimia wakati gani? 271
na aya ya 2, nabii wa Mungu anasema, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka ya dhabihu. Mwaka BK 31, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubishwa kwa kafara kuu iliyotolewa juu ya mlima Kalvari. Alikomesha mifumo ya sadaka ambazo kwa miaka 4,000 zilielekeza kwa mwanakondoo wa Mungu ajaye. Mfano ulikutana na kitu halisi, na kafara zote za mfumo wa kaida zilikomea hapo. Kwa nabii wa Mungu anaeleza Yesu alivyokufa pale msalabani ilitimia miaka 4,000. Hii miaka 4,000 ilikuwa inahusu utoaji wa makafara, kondoo, mbuzi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Hawa wanyama walivyokuwa wanatolewa sadaka walikuwa wanamhusu nani? Yesu. Nabii Mungu anasema hizi kafara zilitolewa kwa muda wa miaka mingapi? 4,000. Kwa wakati Yesu anakufa pale msalabani tu pap, zile kafara zilikoma. Zilipokoma, nabii wa Mungu anasema zilitimia miaka 4,000. Sasa kama Yesu alivyokufa pale msalabani zilitimia miaka 4,000, kwenye miaka 6,000 ilibaki miaka mingapi? Rafiki yangu, hebu muulize mtoto wako hapo, au kama una ndugu anayejua kutoa na kujumlisha, chukua 4,000 toa, chukua 6,000 toa 4,000, unabakiwa na 2,000. Kwa Yesu alivyokufa pale msalabani zilibaki miaka 2,000 ambazo shetani anatambua kwamba ana muda mchache tu. Kwa zilibaki miaka 2,000 Yesu alivyokufa pale wapi? Msalabani. Sasa tujiulize, nabii wa Mungu anasema mwaka 31 BK. Yesu alikufa mwaka 31. Kwa kama Yesu alikufa mwaka 31, ndio ilikuwa mwisho wa miaka 4,000. Mwisho wa miaka 2,000 hii iliyobaki tunaipataje? Tunachukua hiyo 31 hiyo ambapo Yesu alikufa hapo, jumlisha miaka 2,000, jumlisha hapo, unapata mwaka 2031. Kwa hiyo kwa kufupisha, mwanzo wa miaka 6,000 hapa duniani ni baada ya Adam kutenda dhambi. Adam alipotenda dhambi, miaka 6,000 ilianza kuhesabiwa. Tayari mpango wa ukombozi ilikuwa umeshawekwa kwa muda wa miaka ngapi? 6,000. Na mwaka wa 7 au mwaka wa 7 ni takatifu, haiguswi na shetani. Kwa hii miaka 6,000 imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni miaka 4,000 ambayo inahusu utoaji wa kafara ambazo zilikuwa zinamwakilisha nani? Yesu. Hii miaka 4,000 ilishia wapi? Ilishia Yesu alipokufa msalabani mwaka 31. Kuanzia hapo mwaka 31 unatakiwa ujumlishe 2,000 ili itimie miaka 6,000. Miaka 6,000 ukijumlisha hapo inagomea au inafikia mwaka 2031. Ndipo hii miaka inagomea, inaishia. Kwa hiyo shetani alipewa kazi ili adhihirishe tabia yake kwa muda wa miaka 6,000. Hii miaka ilianza tangu Adam kutenda dhambi mpaka 2031. Kwa 2031, kwa mahesabu ambayo mbingu imeruhusu kupitia nabii wa Mungu, na hakuna kauli yoyote
ambayo Mungu aliwahi kuambia manabii wake alafu akatangua au akakosea? Hamna. Tumeona ahadi nyingi, miaka 70 Mungu akatimiza. Mvua kunyesha baada ya siku 7 ikanyesha. Nini? Mvua kunyesha siku 40 usiku na mchana ikanyesha hivyo hivyo. Sawa? Wana wa Israeli kwenda kule utumwani Misri kwa muda wa miaka kwenda utumwani Misri kwa muda wa miaka 400 ikatimia jinsi ilivyo. Wana wa Israeli kukaa jangwani, kuzunguka jangwani muda wa miaka 40 ikatimia jinsi ilivyo. Kwa Mungu anatembea na ratiba. Mungu afanye mambo yake kwa kubabaisha. Mpango wa ukombozi umewekwa kwenye ratiba. Ikitoka hii inafuata hii, inafuata hii, inafuata hii. Kama watu hawataki kujiandaa, wao wasijiandae, lakini Mungu yeye atatimiza kwa wakati. Yesu akusubiri wana wa Israeli wote wajiandae. Eti wote wawe tayari kumlaki ndipo azaliwe. Ilipofika muda wa kuzaliwa, Yesu alizaliwa. Ilipofika muda wa kusulubiwa, Yesu alisulubiwa. Ilipofika muda wa kufufuka, Yesu alifufuka. Hata na sasa miaka hii 6000 inakwenda kukoma. Na ndio tunaona harakati za utangazaji wa amri ya Jumapili Marekani. Ndipo tunaona amri ya Jumapili mswada umeingizwa kwenye bunge la Marekani. Kwa tusitegemee kwamba kwa kuwa sisi hatujajiandaa, kwa kuwa sisi hatutaki Mwokozi arudi, basi atakawia. Hapana, muda wake ukifika atakuja. Atakuja kama alivyoahidi. Hatachelewa wala hatawahi. Atakuja kwa wakati wake. Kwa hiyo miaka 6000 inaisha 2031. Ikiwa tuna mashaka, basi tuendelee kuwa na mashaka. Lakini Mungu akisema, amesema, na nabii wa Mungu hawezi kuongopa. Akisema, amesema. Miaka 6000 imerudiwa mara 6 kwenye pambano kuu. Kwa nini? Mungu anamaanisha. Mungu anafanyaje? Anamaanisha. Kwa nini? Mwaka wa 7, mwaka wa 7 ni Sabato. Shetani ni lazima atiwe kifungoni kwa muda wa miaka 1000. Shetani awe wapi? Kifungoni. Watakatifu wanatakiwa waende mbinguni miaka 1000 net. Hakuna kupungua wala kuongezeka. Wakae mbinguni miaka 1000. Miaka 1000 ikiisha, mbingu inashuka hapa. Waovu wanafufuliwa. Shetani na majeshi yake yote na waovu wote wanaangamizwa. Kwa Mungu ni wakili mwaminifu wa nini? Wa muda. Yeye anacheza na muda, anacheza na ratiba, anatimiza ratiba zake kulingana na alivyopanga. Kwa tusitegemee. Kama hatutaki kujiandaa, pole. Kama hatutaki kujiandaa, pole. Mungu atusaidie tuweze kujiandaa. Hii miaka 6000 inakaribia kuisha. Inakaribia kuisha. Kwa watu wasiseme kwamba hii miaka 6000 haijulikani. Ni ya kubuni tu. Haya. Kama tunashindwa kuamini haya ambayo yameandikwa humu, basi tuangalie taifa la Marekani. Yale yanayoendelea Marekani, basi angalau yatuamshe kwamba jamani, tumefika mwisho. Kama hii 2031 hii, kama tunakuwa tuna wasiwasi nayo, ambayo ukifanya mahesabu kulingana na nabii alichosema, inagota 31.
Na kuna wengine wanasema kwamba ni kupanga muda. Hapana. Kupanga muda sicho hiko. Muda anapanga Mungu mwenyewe. Yeye ndiye anapanga. Miaka 6,000 aliyepanga si mimi. Sio miaka 6,000 haijapangwa na wahubiri. Miaka 6,000 hajapanga mchungaji. Miaka 6,000 hajapanga nabii wa Mungu. Miaka 6,000 hajapanga Justin. Miaka 6,000 amepanga Mungu. Kwa hiyo hakuna aliyeitunga. Ndio maana tunasoma humu. Kwa hiyo imetolewa kwenye kauli ya Mungu. Ndio maana Mungu anasema tuamini manabii wake, ndivyo tutakavyothibitika. Kwa ni lazima tuamini kwamba hii miaka 6,000 sio sisi tulioitunga. Hii miaka 6,000 tunaipata humu. Kwa sio time setting, sio kupanga muda. Kwa miaka 6,000 itakapoisha, mbingu itafanya maamuzi yake. Sasa miaka 6,000 isikuumize kichwa. Kinachotakiwa kutuumiza kichwa, kutusugua kichwa, tunamalizaje na Yesu? Mlango wa rehema utakapofungwa, tutafungiwa nje au tutakuwa ndani? Kwa hiyo tusiumize kichwa sana. Kwa nini tunahubiri miaka 6,000? Ili tuweze kuamka kwamba muda umeisha. Lakini inahitajika maandalizi mazito kwa yale yaliyo mbele yetu. Ukijua miaka 6,000 alafu ukawa huna maandalizi kwa ajili ya zamu iliyo mbele yetu, kwa ajili ya kufunga mlango wa rehema, ni sawa na bure. Kwa muda huu tutumie kuweza kujifunza mapenzi ya Mungu, kuweza kupiga magoti, kumwangalia Yesu wapi? Patakatifu pa patakatifu. Huu ni muda wa kufanya toba. Huu ni muda wa kuungama dhambi zetu. Huu ni muda wa kujitakasa. Kwa nini? Kwa sababu mlango wa rehema unapofungwa unafungwa. Hakuna nafasi tena. Nuhu alifungiwa mlango wa rehema. Ya akawa ndani, wengine nje. Kwa nini? Walio nje hawakufanya maandalizi. Hata na sasa wewe na mimi, mlango wetu wa rehema kwa kanisa la Waadventista Sabato ni amri ya Jumapili Marekani. Kwa inatakiwa muda huu tujipeleleze, tujichunguze kwamba mlango wa rehema huu utakapofungwa nitakuwa wapi? Kwa kujua miaka 6,000 au kutojua, ikiwa hatufanyi maandalizi ya kujitakasa, maandalizi ya kujisafisha dhambi zetu, maandalizi kwa ajili ya zama iliyo mbele yetu, ni sawa na bure. Kwa wakati huu ni wakati tutambue, tujue kwamba wakati umeisha, muda umeisha. Hatuna muda mwingi sisi wa Sabato hapa duniani. Yaani mlango wa rehema ukifungwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye amri ya Jumapili Marekani, yaani tutakuwa tumepoteza mambo mengi, vitu vizuri ambavyo Mungu katuandalia mbinguni. Ikiwa tutajua mambo mengi alafu tufanye maandalizi, tutabishana kwenye magrupu ya WhatsApp wetu, miaka 6,000 halisi sio hazijulikani, alafu atufanye maandalizi. Sasa muda ambao unatumia kutuma message ya kubishana, ya kupinga, tafakari namna gani utengeneze maisha yako na nani? Na Kristo. Hiyo bando unayoweka kwa ajili ya kupingana, kwa ajili ya kubisha, nuru ambayo Mungu ametoa, tafuta sehemu uende, ugawe, ununue hata kitabu, umpe mtu,
asome. Kwa hiyo tusitumie muda mwingi sana kubishana miaka 6,000. Tumia muda mwingi kujipeleleza, kujichunguza, ili Yesu atakapotoka patakatifu, Yesu atakaposema imekwisha kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, wewe na mimi tuwe upande wake. Kwa hiyo Mungu anatupenda sisi Waadventista wa Sabato. Hii nuru tumepewa sisi. Kwa nini hawajapewa Wakatoliki? Kwa nini hawajapewa wa KKT? Ila sisi tumeandikiwa humu. Haijaandikwa ili kututisha. Imeandikwa ili kutujulisha kwamba jamani, muda umeisha. Tujitayarishe. Yesu anakuja. Lakini tumekuwa watu wasiokuwa na imani. Tumekuwa na watu wasiokuwa na shukrani kwa Mungu. Yaani Mungu anakuambia kwamba kesho saa fulani kuna mtu atakuja kuleta kuiba kwako. Sema kuambia kwamba ujiandae, ukeshe. Kuna sisi Mungu ametuambia Shetani atafanya kazi katika dunia hii kwa muda wa miaka 6,000 tu. Mwaka wa 7 ni Sabato. Mwaka wa 7,000 ni Sabato. Watakatifu wanatakiwa wawe mbinguni. Na ujasiri wa kusema hivi kwa sababu Mungu ametuambia. Na mimi Mungu naye muamini, hakuna kauli aliyosema akapindisha. Tufanyeni maandalizi ya kutakasa mioyo yetu. Tufanyeni maandalizi ya kusafisha tabia zetu zifanane na tabia ya Yesu. Hii miaka 6,000 ambayo nabii kasema ni miaka ambayo moja, Shetani adhihirishe tabia yake, wanadamu na malimwengu yote wamtambue, ili waweze kuchagua ukweli. Waweze kuchagua nani? Kumchagua Mungu. Pili, ni kipindi ambacho Mungu anarejesha tabia yake kwa mwanadamu. Kwa hiyo hii miaka 6,000 mbingu inarejesha mwanadamu kwenye sura ya Mungu. Lakini pia na Shetani adhihirishe tabia yake. Kwa wakati Shetani yeye anakwenda kumaliza muda wake, na sisi wanadamu inatakiwa tabia ya Mungu iwe ndani yetu. Sio tabia yetu tutake kumwambukiza yeye. Kwa Mungu anataka katika mpango huu wa ukombozi arejeshe tabia yake ndani yetu. Tabia iliyopotea. Tunarejesha vipi tabia hii? Ni kwa magoti, kwa kuomba msaada wa Mungu atusaidie, kwa kumtazama Yesu patakatifu pa patakatifu, kwa sababu yeye ndiye kipatanisho. Yeye ndio mpatanishi kati yangu mimi, kati yako wewe na nani? Na Baba. Kwa lazima tumuombe Mungu tabia yake iumbike ndani yetu. Kwa huu si wakati wa kuzozana kwenye magrupu. Huu ni wakati ambao wewe na mimi, ikiwa una mashaka, piga magoti, muombe Mungu. Ikiwa kweli una nia kweli ya kutaka kujua mapenzi ya Mungu, piga magoti, muulize Mungu. Mungu atakwambia hawezi ukiwa na nia ya kweli ya dhati kabisa, Mungu atakuacha,
atakueleza. Lakini ukiwa unatumia muda mwingi tu kubisha, hatimaye utapotea au itapotea. Kwa hiyo tutumie muda mwingi kujifunza neno la Mungu. Tutumie muda mwingi kuomba mafunuo ya Mungu, kwa sababu tunaishi kipindi cha mwisho. Sikitiko langu ni sisi Waadventista Sabato, sisi jamani, sisi mwisho wetu ni amri ya Jumapili Marekani. Na amri ya Jumapili jamani, kama atuambii huko makanisani, amri ya Jumapili imeingia kwenye bunge la Marekani. Tunakumbuka mwezi wa kwanza kanisa division kule ya Afrika Kaskazini walienda kupinga kutangazwa kwa amri ya Jumapili. Waliandika waraka wa kupinga utangazaji wa amri ya Jumapili. Waraka huu hapa, na ilisambaa. Kwa amri ya Jumapili iko bungeni na imepewa namba hii hapa. Iko bungeni Marekani, inasubiri kujadiliwa. Hatujui itajadiliwa lini, anajua Mungu. Hatujui wataipitisha lini, anajua Mungu. Sisi tujiandae. Kama miaka 6,000 ni ngumu kuamini, basi tuamini hii sheria ambayo imetinga bungeni Marekani. Na kwa kuwa imeingia bungeni Marekani, itakapopita mlango wetu wa rehema utakuwa umefungwa, sisi wa Sabato. Ila hakuna alama yoyote itakayoonyesha kwamba mlango umefungwa. Watu wataendelea kuabudu, watu wataendelea kutoa zaka na sadaka, watu wataendelea kuimba, watu wataendelea kuvaa suti wakiwa wanahubiri, ila mlango wa rehema umefungwa. Sasa sio muda wa mabishano kwenye WhatsApp, sio muda wa kutokuwa na imani juu ya miaka 6,000. Tuamini kwamba Bwana amesema na sisi, katujulisha kile ambacho kipo mbele yetu ili tuweze kujiandaa. Sio kwa lengo la kutishia watu, hapana. Wanaotishika kuhusu ujumbe wa miaka 6,000 ni watu ambao hawataki Mwokozi arudi. Kama wewe unataka Mwokozi arudi, furahia ujumbe wa miaka 6,000. Kama ufurahii, basi wewe ni miongoni mwa wale ambao hawataki Mwokozi arudi. Mimi natamani Mwokozi arudi, na wewe iwe tamanio lako Mwokozi aweze kurudi. Kwa hiyo Mungu akubariki, Mungu anibariki. Karibia katika ubiri lingine ambalo tutaangalia ubiri zuri ambalo linaitwa makambi yasiyo, makambi ambayo nyama haitaliwa milele. Makambi ambayo nyama haitaliwa milele. Karibu sana. Ni mwendelezo wa somo hili. Mungu akubariki na jina la Bwana lipate kutukuzwa. Kama una nafasi ya kupiga magoti tuweze kumwomba Mungu na kumshukuru, basi jina lake lipate kutukuzwa. Basi tupige magoti na tuweze kumwomba Mungu atuongoze katika siku nyingine, lakini pia tuzidi kuombeana. Kama hujasubscribe kwenye channel hii, fanya hivyo. Mungu akubariki. Basi tupige magoti na tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante. Umetupatia miaka 6,000. Umetujulisha kupitia nabii Ellen G. White. Lengo ni kutuandaa kwa ajili ya ujio wako. Tusaidie Yesu tuweze kujiandaa, kwani bila wewe sisi hatuwezi chochote. Tunapojiandaa kiroho, pia tuandae kimwili. Amri ya Jumapili imeingia bungeni Marekani. Tunaomba Yesu tusaidie tuweze kujiandaa. Tukuangalie wewe ulipo patakatifu pa patakatifu. Tuweze kuungama dhambi zetu
tukupatie wewe, ili jina lako lipate kutukuzwa ndani yetu. Yesu, msaidie msikilizaji na mtazamaji wa hubiri hili aweze kuchukua hatua moja na hatua nyingine kwa ajili ya uzima milele. Kama ni mara yake ya kwanza kusikiliza ujumbe wa miaka 6000, Yesu mtie nguvu apate kuiamini, kwani ulimwambia nabii aandike. Basi hata na sisi umetuambia ili tuweze kujiandaa, sio kwa lengo la kutuogopesha au kututisha. Lengo kuu ni tuweze kujiandaa, tujue kwamba wakati huu karibu. Basi nakuomba utuongoze tena katika hubiri lingine, tutakapopata somo lingine kwa ajili ya kuendelea kulitukuza jina lako. Tunaomba na kushukuru kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina.